Je, umewahi kukutana na mtu ambaye si tajiri, hana cheo kikubwa, wala hasemi sana, lakini kila anapozungumza na watu humsikiliza zaidi? Kinachoshangaza zaidi ni kwamba watu wengi wanaamini kuwa akili kubwa ni kuzaliwa nayo, lakini ukweli ni tofauti kabisa. Watafiti wamegundua kuwa watu wenye akili kubwa wana tabia maalumu ambazo watu wengi hawaoni kwa macho. Na leo nitakuonyesha siri 7 za watu wenye akili kubwa ambazo zinaweza kubadilisha kabisa namna unavyofikiri. Siri ya mwisho ndio ambayo watu wengi huikosea kabisa, na ndio inaowatenganisha watu wenye akili kubwa na wale watu wa kawaida. Siri ya kwanza ni kukubali kuwa hawajui kila kitu. Watu wengi wanafikiri mtu mwenye akili lazima awe anajua kila kitu. Lakini ukweli ni kwamba kadri mtu anavyokuwa na akili zaidi, ndivyo anavyotambua kuwa kuna mambo bado hayajui. Mwanafalsafa mashuhuri Socrates aliwahi kusema, "Ninachojua ni kwamba sijui chochote." Kauli hii inaonekana rahisi, lakini ndani yake kuna hekima kubwa sana. Watu wasio na maarifa mengi mara nyingi huwa na uhakika mkubwa kuhusu kila kitu, lakini watu wenye akili kubwa huuliza maswali, hujifunza na husikiliza kila kitu, na wako tayari kukubali mawazo yao wanapokutana na ushahidi mpya. Ndio maana wanaendelea kukua wakati wengine wanabaki pale pale. Siri ya pili, wanatumia muda mwingi zaidi kufikiri kuliko kuongea. Je, umewahi kuona kuna watu wanaongea sana lakini matendo yao ni madogo? Na umewahi kuona kuna watu wanaongea kidogo lakini kila wanaposema kitu kina uzito? Hii si bahati mbaya. Watu wenye akili kubwa mara nyingi hutumia muda mwingi kufikiri kuliko kuzungumza. Wanachambua, wanatafakari, wanapima matokeo kabla ya kuchukua hatua. Katika dunia ya leo ambapo kila mtu anataka kuonekana mwenye akili, watu wenye akili kubwa wanataka kuelewa kwanza. Wanajua kuwa kuna maneno yanaweza kusababisha matatizo, lakini kufikiri kwa kina unaweza kukuokoa. Siri ya tatu, hawaogopi kubadilisha mawazo yao. Moja ya dalili za akili ndogo ni kushikilia wazo hata baada ya kuthibitishwa kuwa si la ukweli bali ni wazo la uongo. Watu wenye akili kubwa hawana tatizo la kusema nilikosea kwa nini, kwa sababu lengo lao si kuonekana sahihi, lengo lao ni kupata ukweli. Wengi wetu wanapenda kushinda mabishano, lakini watu wenye akili kubwa wanapenda kugundua ukweli. Na tofauti hiyo ndio inaowafanya watu wenye akili kubwa wawe mbele zaidi ya wengine. Siri ya 4, wanapenda kuwa peke yao mara kwa mara. Watu wengi wanaogopa kuwa peke yao, lakini watu wenye akili kubwa huonekana muda wa upweke kama fursa. Ndani ya utulivu ndipo mawazo makubwa huzaliwa, ndipo mipango mikubwa hutengenezwa, ndipo suluhisho za matatizo hupatikana. Hii haimaanishi hawapendi watu, bali inamaanisha wanahitaji muda wa kuwasiliana na mawazo yao. Fikiria watu wengi wanaofanikiwa duniani, wengi wao wana muda wa maalum wa kutafakari, kusoma na kubadilisha maisha yao peke yao. Siri ya 5, wanasoma watu zaidi kuliko maneno yao. Mtu anaweza kusema anakupenda lakini matendo yake yanaonyesha tofauti kabisa. Mtu anaweza kusema atakusaidia lakini tabia zake zinaonyesha vingine. Watu wenye akili kubwa hawaangalii tu maneno, huangalia tabia, huangalia mwelekeo, huangalia matendo yanayojirudia. Wanajua kuwa watu wanaweza kudanganya kwa maneno, lakini ni vigumu kuficha tabia kwa muda mrefu. Ndio maana mara nyingi huwa ni wagumu kudanganya. Siri ya 6, wanadhibiti hisia zao. Hasira, wivu, hofu, msongo wa mawazo. Hizi ni hisia ambazo kila binadamu anazo, lakini tofauti ni namna tunavyozitumia. Mtu mwenye akili ndogo huongozwa na hisia zao. Mtu mwenye akili kubwa huzielewa hisia zake na kuzisimamia. Anapokasirika hafanyi maamuzi makubwa, na anapohuzunika hatoi ahadi kubwa. Pia anapofurahi sana hafanyi uwekezaji haraka. Anajua hisia ni wageni wa muda mfupi, lakini maamuzi yanaweza kubadilisha kabisa maisha yako milele. Siri ya 7, hawaishi kwa ajili ya kukubalika na kila mtu. Hii ndio siri kubwa zaidi. Watu wengi huishi maisha yao wakijaribu kufurahisha kila mtu. Wanavaa kwa ajili ya wengine, wanatumia pesa kwa ajili ya wengine, wanachagua kazi kwa ajili ya watu wengine.
Pia wanachagua maisha kwa ajili ya kila mtu na kwa ajili ya watu wengine. Lakini watu wenye akili kubwa wanaelewa jambo moja muhimu. Ukijaribu kufurahisha kila mtu, utaishi ukijisahau wewe mwenyewe. Wanapokea ushauri, wanasikiliza maoni, lakini mwisho wa siku wanaishi kwa kuzingatia maadili na malengo yao. Ndio maana mara nyingi huonekana tofauti. Wakati mwingine hawaeleweki kabisa, lakini baada ya miaka matokeo yao huanza kuonekana. Baada ya kusikiliza siri hizi 7, jiulize swali moja: ni siri ipi kati ya hizi tayari ipo ndani yako? Na ni siri ipi unahitaji kuanza nayo kuijenga kuanzia leo? Kumbuka, akili kubwa si zawadi ya kuzaliwa nayo pekee. Mara nyingi ni matokeo ya tabia unazozirudia kila siku. Ukianza kujifunza zaidi, ukianza kufikiri kwa kina, ukianza kudhibiti hisia zako, polepole utaanza kuona mabadiliko makubwa katika maisha yako. Andika kwenye comment hapo chini, ninaanza kujenga akili yangu leo. Na kama umejifunza jambo jipya, usisahau kulike video hii, kusubscribe, kusurvive na kuwasha alama ya kengele ili usikose mafunzo mengine ya maendeleo binafsi, saikolojia, mafanikio na elimu ya fedha. Tukutane kwenye video inayofuata.